kukiwa na amani, kukiwa na umoja, kukiwa na mshikamano, ndio unaojenga msingi wa maendeleo ambayo yanaendelea. Unaweza ukawa na maendeleo leo, baada ya siku mbili maendeleo yako yakapotea. Then amani, umoja na mshikamano ndio msingi wa maendeleo endelevu. Ndugu zangu wa Jeshi la Akiba, twende tukatoe elimu kuwatoa watu ambao wako katika maeneo ya barabarani. Tusitumie nguvu wakati tunakwenda kuwatoa watu. Ndio maana tunaongozwa na mwanasheria wa halmashauri ya jiji. Maana yake mtu atakaye kaidi tutampeleka mahakamani, mahakama ikampe adhabu. Tumeanza kuifungua Kariakoo. Ni marufuku kuanza kuingiza magari makubwa tuliyokubaliana ambayo yanazidi tani 3. Magari chini ya tani 3 tumeruhusu kwa ajili ya kudeliver mizigo, kuleta na kutoa mizigo mchana midogo midogo. Yale magari zaidi ya tani 3 yao tumeshasema yaje usiku. Lakini ukiona mtu ameleta, mwambie aje usiku. Usipambane kwanza na faini, anza kumwelimisha. Moto ni marufuku Kariakoo. Wako wenzetu ni kweli wanatafuta riziki, wanauza chipsi, wako wenzangu, mama zangu, lakini ule moto ukisababisha madhara kwa moto mwingine ukaunguza maduka, hatutaweza kuwalipa wenye maduka yao, hatuwezi. Hivyo kwa moto tuwaambieni, moto ni marufuku. Ila wenzangu tunaokwenda kusimamia, hatupaswi kunyang'anya vyakula vyao, hatupaswi kunyang'anya vyombo vyao. Tunapaswa kuzima moto na kuwaambia waondoke. Mkurugenzi yuko kwenye jitihada za kuhakikisha kwamba hawa mama zetu wanaotoa huduma ya vyakula hapa Kariakoo, wapi wanaweza wakapata eneo zuri wakafanya hiyo biashara. Tumeanza kufungua eneo hili, barabara hii ya Nyamwezi ambayo ndio inaingiza vyakula kwa kiwango kikubwa. Ninatoa maombi kwenu kama agizo au ombi maalum, angalau wiki 2 watu wa malori ya vyakula walete hapa sasa Kariakoo Shimoni. Katika hii wiki 2 waacheni kidogo kwenye hiyo swala la ushuru wa kushusha, wa kufanya nini, angalau waone. Wakati mwingine unajua mwanadamu tunataka utomaso, kusadiki na ni kuona, waone kwamba biashara Kariakoo imefanyaje, imerudi. Hivyo nitumie nafasi hiyo kuwaomba wafanyabiashara wote, kuwaomba madalali wote, tutumie sasa soko letu la Kariakoo kama sehemu la biashara ya jumla ambazo bidhaa za jumla zinaweza zikaja zikanunuliwa hapa. Yapo maelekezo ambayo umekuwa ukiendelea kuyatoa kila wakati, hususan katika eneo hili la uboreshaji wa mazingira yetu, lakini kufanya mji wetu uwe safi, kuhakikisha Kariakoo inafunguka na wafanyabiashara wanafanya biashara zao, kurahisisha kuingia na kutoka kwenye soko hili la Kariakoo. Lakini hiyo inatafsiri ubora na uzuri na uboreshaji wa mazingira ya kuzunguka Kariakoo na maeneo mengine. Biashara zetu za jumla kule Shimoni ambako tulikuwa tunafanya toka zamani zitaanza rasmi kuanzia wiki ijayo. Tushazungumza na wenzetu wa Mabibo, watu wa Ilala na Temeke kuhakikisha kwamba wanakuja kushusha bidhaa za jumla ili kupunguza gharama za wafanyabiashara ambao wamekuwa wakitoka hapa kuzifuata kule, kuna usafiri na gharama nyingine.